Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo Mungu ametupa lina kichwa kinachosema lazimisha njia ya kufanikiwa kwako. Lazimisha njia ya kufanikiwa kwako. Ni mimi Mwanipita na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani, lazimisha njia ya kufanikiwa kwako. Usitarajie kuna mtu atakutengenezea njia ya kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo lazima ulazimishe njia ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Mungu ameweka ndani yako uwezo wa kuumba vitu ambavyo havipo katika maisha yako, ili viwepo katika maisha yako kwa imani. Kwa ndani yako kuna nguvu kubwa ya uumbaji. Itumie kutengeneza njia kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Zaburi 82:6, Biblia inasema hivi: nilisema, ninyi ni miungu, ninyi nyote ni wana wa aliye juu sana. Wewe Mungu anakuita ni Mungu mdogo. Ndani yako kuna uwezo mkubwa wa kufanya vitu. Kwa imani. Kile kitabu cha Yohana 10:34, Biblia inasema hivi: Yesu akawauliza, je, haikuandikwa katika maandiko yenu ya sheria, nimesema ninyi ni miungu? Kwa hiyo Yesu alikuwa anagonga muhuri neno hili la Zaburi ya 32:6, kwamba mimi ni Mungu mdogo, yeye ni Mungu mkuu. Kwa hiyo kuna sehemu ya nguvu ameachilia ndani yangu ili nibadilishe mambo kwenye maisha yangu. Hali ya huzuni, hali ya kukata tamaa, hali yoyote inayokutesa, ndani yako iko nguvu ya kubadilisha vitu ambavyo havipo viwepo, ili upate kufanikiwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo tumia imani, tumia kinywa chako kutengeneza njia mahali ambapo hapana njia. Tumia imani na kinywa chako kutengeneza njia mahali ambapo pana huzuni, mahali ambapo pana giza. Uone mahali pa kutokea. Amua kutengeneza njia. Kumbuka, ndani yako kuna nguvu, kuna uweza, kwa sababu wewe ni Mungu mdogo. Tumia hiyo mamlaka kubadilisha maisha yako. Lazimisha na vitu vitatokea. Nikupe maarifa madogo yatakusaidia sana, lakini Roho Mtakatifu atakuongoza kwa njia nyingine. Kila siku unapoanza siku, asubuhi sana, kabla hujaanza shughuli yoyote, tengeneza njia yako katika siku hiyo. Unaweza kuanza kama ifuatavyo: mimi, unataja jina lako, ni mtu bora sana. Mimi ni mtu makini sana. Unapoyasema maneno hayo kwa imani, kuna vitu vinavunjika ndani yako. Unaanza kuwa mtu makini, unaanza kuwa mtu bora kama Mungu alivyokukusudia. Kwa hiyo ukiendelea kusema kila siku,
Utaanza kuona hata kufikiri kwako kunabadilika, kuamua kwako kunabadilika, hata vitu unavifanya katika umakini, katika ubora. Unaanza kuchukia vitu vyovyote ambavyo havina ubora. Ujue sasa mabadiliko yameshaanza kufanyika, njia imeshaanza kutokea. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sema kwa imani, kesho yangu ni nzuri sana. Kesho yangu haina kilio. Kesho yangu haina majuto. Imani haiangalii mazingira tunayoona sasa. Imani inaichukua kesho, inaileta sasa. Kwa hiyo unaposema sasa, lazima uanze kuyaona yale mazingira mazuri kwa imani. Kwa imani. Kumbuka, imani inaendana na matendo. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kusema, utaanza kuona unapata ujasiri wa kuchukua hatua za kuifanya ile kesho yako kuwa halisi, maana unaiumba katika ulimwengu wa roho. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, tumia kinywa chako na imani. Yote ninayopaswa kufanya leo ili kesho yangu iwe nzuri, nitayafanya kwa bidii na nitafanikiwa, kwa kuwa Mungu yuko pamoja na mimi. Unaposema kwa imani maneno haya, hakika unapoanza siku, yale maneno yatakuwa yanakusemesha, na utaanza kuona mambo yote ambayo yanaitengeneza kesho yako, utaanza kuyafanya leo. Na wakati unayafanya, unaiona kesho unavyoitengeneza ukiwa leo. Kwa hiyo kama kuna vitu ulikuwa umepanga kufanya leo, lakini Mungu anaona kabisa kuna vitu vingine haujavipanga kuvifanya, Mungu atakukumbusha. Utaanza kufanya vitu vya tofauti mpaka unashangaa. Kwa nini? Umetengeneza njia ya mafanikio ya maisha yako kwa imani. Jambo la 4, tumia kinywa chako hicho na imani. Sema, milango ya kufanikiwa kwangu itakuwa wazi leo na siku zote. Hakuna wa kuzuia leo na siku zote nisifanikiwe. Maisha yanakuwa na vita, kunakuwa na vizuizi mbalimbali, lakini kwa kadri unavyoendelea kutamka ile maneno, hakuna wa kunizuia. Kwa hiyo utaona vizuizi vyote vitakavyokuja utaviona, na ile hekima ya Mungu kupitia maneno haya ambayo unatamka kwa imani, hekima Mungu itakufundisha namna ya kushughulika nayo mambo, huku ukiona kesho yako, unaiona njia. Kwa hiyo hautaogopa wala hautafadhaika, kwa kuwa unajua hakuna wa kuzuia kufanikiwa kwako. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, endelea kutumia hiyo kinywa chako na imani. Uvivu, kuahirisha mambo, uzembe, kulalamika, kuonewa, dharau, matusi havitatoka ndani yangu. Mungu atanisaidia, atanikumbusha yanipasayo kufanya. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kuyatamka ile maneno siku kwa siku, kama kulikuwa kuna tabia ya uvivu itaondoka. Kama ulikuwa na tabia ya kuahirisha vitu,
Vitu ambavyo ulipaswa kufanya leo unafanya kesho, kesho kutwa, utaona ile tabia inaanza kufa taratibu. Kama ulikuwa una uzembe katika utendaji wako wa kazi, utaisha. Kama ulikuwa ni mtu wa kulalamika kutaondoka. Kama kila wakati ulikuwa unaona unaonewa, hali ya kuonewa haitakuwepo. Maana wewe hauwezi kuonewa. Itaondoka yenyewe. Utaanza kuona njia ya kuvuka. Hilo jambo la 5. Jambo la 6. Tumia hiyo imani na kinywa chako. Sema, nimezaliwa kushinda. Watakaoinuka kunipinga, wao ndio wataanguka. Kwa hiyo wewe utajikuta siku zote ukimwona mtu anataka kukuangusha, ndani yako utakuwa unamwonea huruma, maana unajua kabisa hawezi kwenda mbali. Kwa hiyo utamwombea kwa Mungu amsaidie, maana sasa safari yake itaharibika. Ili Mungu amsaidie, utakuwa unamwonea huruma, maana akiendelea ataanguka kweli, hata kwenda mbali, na utamwona kwa macho yako. Kwa nini? Kwa sababu umeshatengeneza njia kwenye maisha yako. Mungu alimwambia Yoshua, hakuna mtu atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kwa hiyo na wewe unapoomba hayo maneno kwenye maisha yako, hakuna kukuzuia, hakuna. Imani, anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kusema, unaomba kitu kwenye maisha yako, kwa hiyo utaanza kuona wewe ni mshindi. Utakuwa unaongea mambo ya kushinda, hautaongea mambo ya kushindwa, kwa sababu wewe ni mshindi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.